Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kufuatia taarifa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuilaumu kampuni ya simu ya Airtel Tanzania kwa kufungia namba ya simu ya mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, hatua ambayo chama hicho kimehitaji kuwa ni ukiukwaji wa haki za kidemokrasia na sehemu ya mkakati wa kukandamiza shughuli za kisiasa. Hayo yamebainishwa kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa leo tarehe 22 Januari 2026 na kusema namba ya simu iliyowekwa ikitumia kuchangisha michango kwa ajili ya maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama hicho ya kusherehekea miaka 33 imefungiwa na Airtel Tanzania tangu tarehe 19 Januari 2026 bila maelezo ya msingi. Chama hicho kimesema baada ya kufanya mawasiliano na uongozi wa Airtel, kampuni hiyo imegoma kutoa sababu za kufungia namba hiyo, badala yake kimtaka miliki wa namba hiyo kufika katika ofisi zao kwa ajili ya madai ya kuhakiki taarifa. Mwanahalisi TV imezungumza na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chama cha Demokrasia Chadema, Gaston Gelbindi, amesema kitendo cha kampuni kuchukua hatua ya kufunga laini ya mteja bila kumsikiliza ni kitendo cha ajabu, na hapa anafafanua. Mimi ni Zakia Nanga wa Mwanahalisi TV. Tumeshatoa taarifa kwa umma ya kurani kitendo cha kampuni ya Airtel Tanzania kufungia laini ya simu ya mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama taifa Brenda Jonathan Rupia. Mtakumbuka awali kwenye wiki hii ambayo tunakwenda kumaliza, chama kimekuwa na wiki ya maadhimisho ya chama kutimiza miaka 33 tangu chama chetu Chadema kipate usajili wa kudumu, na ili kuendana na shughuli hizo chama kilianzisha utaratibu wa michango mbalimbali ambayo ilikuwa inapokelewa kupitia namba ya simu ya mkurugenzi wa habari na uenezi. Kwa bahati mbaya au kwa sababu zinazojulikana zinazofahamika kwa Airtel Tanzania, kampuni ya simu ya Airtel iliamua yenyewe kufungia namba hiyo ya Brenda bila kutoa taarifa yoyote, na lakini mkurugenzi wetu alifanya jitihada za kuwasiliana na mtandao husika kwa maana ya mawasiliano ya simu, lakini bado hakupata majawabu yanayoridhisha. Mosi, walisema anapaswa kwenda kwenye ofisi yoyote ya Airtel Tanzania ili aweze kuambiwa sababu kwamba maelezo yako kule. Sasa majibu hayo ya Airtel yana ukakasi kwenye mambo mawili. Mosi, kampuni wameanzisha utaratibu wa ajabu wa kuchukua hatua dhidi ya laini za simu za wateja bila kuwataarifu wateja jambo lolote. Haiwezekani ukawa na mtandao wa simu ambao unaamka tu unajisikia kufanya jambo, ukiamka tayari unakuta wameshakuzimia au wamefunga huduma yako moja. Kufunga huduma ya mteja tayari ni kuchukua hatua dhidi ya mteja, na mbaya zaidi unachukua hatua bila kumsikiliza. Unawezaje kuchukua hatua bila kumsikiliza na wakati huo Airtel wakifahamu kwamba haki ya mtu kusikilizwa ni haki ya asili kabisa ya binadamu? Unachukuaje hatua yoyote bila kumsikiliza? Kama mtu angekuwa na hitaji kutumia fedha zake kwa mfano zilizoko kwenye laini ya simu, alafu naamka mtandao wameshazuia hizo laini, manake ni kwamba kama una mgonjwa, kama una nini ape, kwa sababu wewe umeamua kuchukua hatua za kumfungia. Umemfungia, hujamsikiliza, na haijulikani sababu za wewe kumfungia ni nini. Kwa hiyo huo ni upande wa kwanza ambao majibu ya Airtel yanawakingeza na hatuoni, tulishindwa kuelewa. Lakini upande wa pili, mteja anazungumza na wewe mtandao, na sisi tunaamini kwamba mtandao imekuwa mstari wa mbele kuhamasisha matumizi ya online, matumizi ya kidigitali zaidi ili kuweza kuepusha msongamano kwenye maofisi. Na ndiyo maana makampuni ya simu yameweka namba 100 kuzungumza huduma kwa wateja. Manake nini? Manake wananchi au wateja wao waweze kuhudumiwa kupitiwa namba 100. Mteja anapopiga simu anatarajia mtaweza kusoti matatizo yake yote, na ninyi baada ya kujiridhisha kwamba utaratibu wa kupiga namba 100 unatosha kabisa kumhudumia mwananchi, ndio maana makampuni ya simu yaliweka hiyo namba. Sasa cha ajabu, unaweka namba 100 na mkurugenzi anafikia namba 100 na uliza konsani ni nini kinaendelea kwenye laini yangu ya simu, alafu anaambiwa tu simple, nenda ofisini. Yaani hapo pale sio ofisini, ni sehemu ya kuchezea. Ulikuwa na haja gani ya kuweka namba 100 ili uweze kuhudumia wateja, na wanaita huduma kwa wateja? Huduma zipi? Umemfungia wewe, sababu za kumfungia unazo. Mteja anapitia hodi kwako,
anauliza sababu za laini yake wewe kuifungia, una resist kumpa majibu, bado unamuinvite aje huko kwenye ofisi zako. Unataka kufanya nini na huyo mtu kuja huko ofisini? Kwa hiyo kwa mkaza huo tumeona tutoe taarifa kwa umma, na hii sio mara ya kwanza. Airtel Tanzania imekuwa na utaratibu wa kuzungumza au wa kuchukua hatua kadha wa kadha dhidi ya wanachama. Sisi kwenye chama tunao ushahidi wa vitendo kadhaa ambavyo Airtel wamekuwa wanafanya, aidha kwa kufungia watu au kwa kutoa taarifa za wateja bila kufuata utaratibu. Kuna vichaka wanajificha kwamba requesting authorities zimefanya, lakini once again mamlaka zinazoomba taarifa zozote kutoka kwenye makampuni ya simu zinao utaratibu wa kufuata, na Airtel haiwezi kaanguka tu ikaanza kuchukua hatua bila kufuata ule utaratibu. Sasa tumechukua hatua kadhaa. Hatua ya kwanza ni taarifa hiyo ambayo tumeitoa kwa umma, lakini hatua ya pili, kama chama na kama idara na kurugenzi ya sheria kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama, baada ya kutafakari na kuchambua na kuangalia muktadha na athari ambazo zimepatikana, chama kinaangalia namna ya kuchukua hatua zingine dhidi ya kampuni hiyo. Sasa hatua hizo hatuwezi tukusema kwa sasa, tutazisema huko mbeleni baada ya chama kuwa kimepata ushauri wa kisheria kwa namna gani ya kuweza kuhendo jambo hilo, ili angalau kuweza kukomesha tabia hizi ambazo zinaanza kuota mizizi kwa kadri ambavyo wenyewe wanaotaka kutumia hayo makampuni ya simu kujinufaisha wanapofanya. Kwa hiyo ni hayo tu kwa sasa. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.